kuona ndugu zangu wa Ngomeni kuweza kujipanga namna mlivyojipanga leo. Hili ni ishara na kuonyesha ya kwamba nyinyi mko tayari na kutembea na uongozi ambao utanufaika na mko tayari tena kutembea na uongozi ambao utanufaika. Na wala msijihisi unyonge kwa kuwa nyinyi mko eneo kaunti ya Kilifi Kaunti, na ilhali kwamba nyinyi kwenu ni Momilamu Kaunti. Wala msijihisi unyonge huo kabisa. Nataka niwahakikisheni ya kwamba hali ya kwamba mko Kilifi Kaunti na kwenu ni Lamu Kaunti na kuna zenu katika Lamu Kaunti, tukiwa hai na uzima hapa Ngomeni itakuwa ni sawa na Lamu Kaunti ilivyotoka. Mzangu, ule wakati wa watu kudanganyana umekwisha. Mimi nafahamika vizuri katika nchi hii ya Kenya kwamba mwaka 2022 nilikuwa ni mfuasi sugu wa Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye ndiye rais wa leo hili anaendelea katika nchi hii. Kwa masikitiko makubwa kwamba leo kuna viongozi wanaojigamba kwamba wao ni serikali na inayofanyika katika serikali kwamba wao ni watendaji ya serikali na wao wanajihusisha na serikali. Nataka niwaambie ni warongo na nyuma mna vidogo. Nataka niwakumbushe mwaka wa 2022 na 2021 huku tukienda mbio katika nchi hii tukifuatana na Rais William Samoei Ruto, wakati huo alipokuwa ni deputy president ya nchi hii. Haya mnayoyaona hivi sasa yote tulikuwa tunakaa pwani hii na kuhakikisha tumetengeneza manifesto za kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto atakapokuwa ni rais 2022 na hata 2022, haya ndiyo ambayo ameyafanya na ndiyo haya mnaona yanafanyika hivi sasa. Wakati tukifanya haya, ndugu zangu, wale leo wanaojipiga kifua kwamba wao wako na serikali, wao wako na William Ruto, walikuwa wakobizi wakisema I love you Uhuru wakati huo. Haya yote yanafanyika hivi sasa katika nchi, ndugu zangu, nendeni katika kumbukumbu ni kwamba sisi tulipokuwa ni wabunge wakati huo tukitengwa na serikali ya Mheshimiwa Uhuru, tulikuwa tukikaa na Ruto tukisema kwamba haya ndiyo tutakayoyafanya hapa pwani, na miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya ni barabara ya Ngomeni ambayo hivi sasa inajengwa. Mtu asije kuwadanganya kamwe kwamba kuna mmiliki yote wa hivi sasa wa mahali popote aliyeshiriki katika kutengeneza ama kupanga kujenga hii barabara, isipokuwa ni mipango iliyofanywa na wale wabunge wa pwani wakati ule, kina Aisha Mwinyi na kina Wangara pamoja na Mheshimiwa Sharifu na kina Mashetani, tulipokuwa tukikaa na Ruto tukimpangia haya ambayo leo anayafanya. Watu wasijipige kifua wakati huo walikuwa wakimnani Mheshimiwa William Ruto na kutaka William Ruto asiwe president wa nchi hii, wakimnani kwa njia zote, wakikashifu kwa njia zote kwa kuwa hafai kuwa rais wa nchi hii. Leo hii kwa sababu ya maslahi yao ya kibinafsi imekuwa sasa Ruto ni wetu. Nataka kumwambia kwamba UDA ni chama chetu, Ruto ni rais wetu na hii ni serikali yetu. Iwapo wajigamba kwamba wao walishikilia serikali, huwa kuna nguzo zake za serikali hii ambazo ziliungwa nazo, wakati ukifika wewe zile nguzo yako ambayo ulikuja nayo baadaye itakuondosha na kuendelea na ule udhibiti wa nguzo wa serikali.
niwasihi na nataka kumshukuru ndugu yangu Abduli. Ukimwona Abduli amekuwa na misimamo aliyokuwa nayo, basi jua kuna matatizo. Jua kuna matatizo ndugu zangu. Mimi huyu Abduli sijamjua leo hivi kwa sababu tuko hapa. Ni rafiki yangu kwanza, sisi wadogo tumetofautiana katika siasa, lakini urafiki wetu haukupotea na haukuondoka. Na wala chuki zetu hazikuwepo. Ulibaki vile vile kwa sababu ajua mimi ni nani kwake, na leo Waswahili wasema ukiona zawelea basi zile. Ndugu zangu, si yeyote angevaa kanzu ukasema ni imamu. Si yeyote angevaa kanzu ukasema, na si yeyote angevaa kilemba ukasema ni shehe. Ndugu zangu, huu ni wakati wa watu kutafakari na kujua mambo yalivyo. Mimi kutaka kuwathibitishia kwamba uongozi huu ni uongozi ambao ndugu zangu wanaweza kufanya lolote bila kujali. Mimi hapa Ngomeni yamekuja kuungwa maneno Ngomeni, lakini nashukuru kwamba leo ninapokea msamaha wa ndugu yangu Sheikh. Na hakika nawapia wallahi billahi tallahi, hizi ni creation ambazo zilipangwa kupangiwa Sheikh azungumze lugha hizi ili watu wa Ngomeni wakati ule walikuwa wameanza kuonekana kwamba wameanza kutaka kumsapoti Sharifu, wacha tuweke lugha hizi za fitina na lugha hizi za urongo. Ikiwa wewe unaweza kusimama na ukatumia lugha hizo kwa watu wako ambazo hakuna, ni lipi ambalo wewe huwezi kulifanya kama wao mzangu? Rudini kwenye kumbukumbu alipokuwa mnao, alimsimamisha official wake wa mnao na kumwambia njoo uthibitishie watu wa mnao, kwa kuwa eti Sharifu alikupigia simu baada ya uchaguzi mnao na kusema watu wa mnao wamedanganya. Mimi nataka kusema hivi, siku yoyote, wakati wowote, yule kijana aliyethibitisha kwamba mimi nilimwambia hivi, niko tayari kula kiapo na yeye, sina namba yake na wala sina mazungumzo na yeye. Alimfanya hivyo kwa sababu ya ujahili wake na kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kufanya lolote. Muhimu chakula chake kiweko mezani na muhimu yake ya mwenyewe. Naomba tuweni makini sana. Kama alivyosema ndugu yangu Abduli, siasa bila chuki, lakini tuweni na tahadhari sana katika kutembea na haya mambo. Hatuna ubaya sisi na madada zetu, lakini hata dini imetokea amrikani kwa Mungu na misali na ubaya tunatoka kote. Si kwa sababu ya wewe ndugu yangu, na wala si maneno yangu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu anasema mwanamke hawezi kuwa mbele katika masuala ya kidini. Leo ujitafakari, leo ujipekifua, leo ujionyeshe kwamba wewe ni bora kushinda kila mtu. Ndugu zangu, hizo ni dalili mbovu katika dunia na katika akhera. Ndugu zangu, kwa haya machache sitaki kuwakaribishia. Mimi nataka niwashukuruni pakubwa na kuahidi ndugu zangu wa Ngomeni ya kwamba tukiwa hai na uzima kupitia kwa viongozi wenu na kupitia kwa mambo mlionionyesha, nitahakikisha hapa Ngomeni ni bezi yangu katika maendeleo ya bunge na maendeleo ya Lamu Mashariki. Nawaahidi pakubwa kushirikiana nanyi, nawaahidi pakubwa